Mtazamaji wa Uzuri TV, yes, tunakubless exclusive interview na Boss Mtoto. Huyu hapa ni msemaji, mzungumzaji, mtu ambaye anamtetea Harmonize kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Yes, Boss Mtoto, finali za kombe la dunia zimefanyika Jumapili hii hapa, na Harmonize alikuwa anafanya show maeneo ya Tabata. Katika maneno yake akiwa yuko stage akazungumza kwamba anateswa sana, anateseka sana na penzi la Kajala, kwa maana kwamba Kajala anamdharau, Kajala hamheshimu, anamchukulia poa. Pia Harmonize akaenda mbali sana kwa kuzungumza kwamba huenda labda kwa kuwa ni mtoto ndio maana Kajala anamdharau. Sio ananiona mdogo, yani kuna jinsi aniheshimu. Yani kuna jinsi aniheshimu. Let's go. Umeiona hiyo? Ya, nimeiona hiyo. Sio nikisema nimeiona nitakuwa nakosea. Nilikuwepo kabisa kwenye show pale na mimi nimeshuhudia hilo tukio. Ulikuwepo kabisa? Ya, nilikuwepo pale, nimeshuhudia hilo tukio. Wewe kama msemaji wa Harmonize, wewe kama mtu ambaye unamtetea Harmonize kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, wewe unaiona hii imekaaje kwa kitendo cha Harmonize kuzungumza maneno kama yale, kwamba yeye inaonekana kabisa kwamba Kajala yuko juu kuliko yeye? Ya, lile jambo limeleta taharuki kwa watu wengi sana. Na katika vitu ambavyo sitaki kuona au kusikia ni Harmonize anateseka kimahusiano au kimziki. Yani katika vitu ambavyo sitaki kuona au kusikia ni kuona kwamba Harmonize anateseka kimahusiano au kimziki. Yani huwa napataga mpaka pressure, labda nikwambie ile swali ndo utanielewa. Ya, napataga mpaka pressure. Kwa sababu gani? Ya, limeniuma sana. Alafu kingine, Harmonize ni mtu mkubwa sana. Harmonize sisi tumemchagua atupambanie kimziki. Sasa anapokuja yale mambo anamchanganya na kichwa, tayari kichwa chake kitavurugika. Kichwa kile kinatokea kitulie, kitutengeneze madini yatufikie sisi watu kumtani. Sasa kama yule anaanza kumletea stress kama hizo, zitakuja kumchanganya, atakuwa atutolei tena ngoma kali, na sisi tunategemea tupate ngoma kali kutoka kwa Harmonize, na ndio hizo alizokuwa anazipiga. Okay. Kwa maneno hayo unataka kuniambia kwamba Harmonize hawezi kumove on au kuachana kabisa na Kajala, maana amezungumza maneno kwa hisia sana? Yani kwanza nikwambie mwandishi wa habari, Harmonize ndo kamsababisha yule dada amekuja mjini. Harmonize ndo kamsababisha yule dada amekuja mjini. Nikisema kuja mjini Kiswahili unakielewa vizuri. Yule dada alikuwa kawa star kwa kupitia Harmonize. Harmonize ni mtu mkubwa sana. Alafu Harmonize ni mtu ambaye anaweza kupata demu aina yoyote ile. Hata sasa hivi vinavyoongea na wewe anaweza akatafuta mzungu na akapata mzungu akaishi naye. Mzungu akaishi naye mzungu. So yule Kajala mzungu akaishi naye. Mzungu wa Marekani. Mzungu wa Marekani kabisa, akapanda pipa akaja hapa akaishi na mtoto. Yeah. Kwa hiyo unaona Harmonize anaenda vipi kuathirika kwenye mziki wake, vile ambavyo anaendekeza mahusiano na hasa Kajala, na kama hivyo inaonekana kabisa si watu ambao labda si kwamba si watu ambao wapo vizuri sana kwenye mahusiano. Huoni kama Harmonize anaanguka kubwa sana kwenye mahusiano yake? Yani mimi neno langu kubwa ambalo ningependa lizingatiwe, ndugu yangu, mpunguze. Hebu mbwage kwanza. Mbwage, mwache afanye mambo yake, kwa sababu kwanza wewe ni star na wewe watu wengi wanakuangalia ni kioo cha jamii. Hivi unajua wanapokuchanganya namna hiyo utakuja kusababisha sasa utakuwa utupi madini ya Bongo Flava. Unaweza kushangaa kwanza kutuimbia kwaya. Sisi tunataka Bongo Flava kwanza kutuimbia kwaya. Hebu mpunguze kwanza huyo mtu, achana naye. Tuletea hata mzungu. Sisi tunaomba tuletea hata mzungu, achana na huyo mwanamke, tuletea hata mzungu. Wanasema kwamba Harmonize anategemea sana jina la Kajala ili aweze kukua kimuziki. Hii imekaaje? Harmonize ategemea jina la Kajala ili akue kimuziki. Harmonize kamleta Kajala mjini. Harmonize kasababisha Kajala amejulikana na watu. Harmonize kasababisha vitu vingi kwa yule dada. Harmonize kasababisha hata biashara zake yule dada zimekuwa kubwa kupitia jina la Harmonize. Hizo stresses zinazoendelea, auoni sasa Diamond Platnumz anaenda kuishika nafasi moja kwa moja ya kwake na Harmonize akapeperushwa mbali sana, kutokana na Harmonize ana focus na mapenzi kuliko muziki? Unaionaje? Hii iliyotokea ni kitu kidogo sana, na ningependa kwamba kumwambia kwamba kisimuumize kichwa sana, kwa sababu kikimuumiza kichwa sana atashindwa kushika kalamu na daftari akaandika vizuri. Kwa hiyo hichi kitu kilichotokea ni kitu kidogo sana, kwa hiyo ningeomba atulize kichwa, aachane na hichi kitu, akipige chini. Hichi kitu akipige chini kwanza, aachane naye huyu mtu. Achana na huyu mtu afanye mambo yake. Sisi tunataka sisi tunaomba Mungu, tunaomba dua zetu sisi mashabiki zako, siku moja tunapokuja kumsalimia shemeji, tuje kumsalimia shemeji kwa Kiingereza.
kwa Kiingereza. Tunataka siku moja tukija kumsalimia shemeji, tumsalimie shemeji kwa Kiingereza. Sio shemeji unaambia mambo vipi anakuambia poa. Hatutaki tena hizo biashara. Nataka tukija kumsalimia shemeji, tumsalimie shemeji kwa Kiingereza. Hey, how are you? Hey, how are you? Fine. Tunataka vitu kama hivyo. Huyo mwanamke mpya wa Harmonize. Huyo mwanamke mpya ambaye atakamleta tunataka awe ni ngozi sio nyeusi. Okay. Lakini Harmonize akampandisha binti pala kwenye stage akamwaga pesa nyingi sana. Huyo unaizungumziaje? Hiyo ni kawaida. Yaani swala sema amempandisha binti pale na akamwaga pesa nyingi sana. Hiyo ni kawaida. Yaani na vitu kama hivyo ndio tunapenda kuona. Yaani vitu kama hivyo si wenyewe ndio tunapenda kuona kwamba anaonyesha kabisa kwamba yeye sio yule mlikuwa mnamchukulia kwamba yeye ni wa tofauti na yeye ni kashafika level zingine. Si unaelewa? Ni zile kuna mtu alinimegea siri akaniambia kwamba zile pesa alizomwagia yule binti ameenda kununua bodaboda bana. Huyo binti. Nasikia ameenda kununua bodaboda akampa mtoto wa babake mdogo. Acha bwana. Nasikia ameenda kununua bodaboda akampa mtoto wa babake mdogo bana. Hongera kwa hilo kwanza. Hongera kwa hilo kwa sababu umesaidia dada mpaka familia sasa. Ataenda kula hata nyama babake mdogo. Imekaa poa sana. Mimi nimependa. Kwa hiyo amefanya vizuri sana kumwaga vizuri sana. Zile ni baraka naondoka nazo pale. Zile ni baraka naondoka nazo na mimi ningependa wanafanya vitu kama vile vingi na vingi sana. Okay. Lakini wakati Harmonize anafanya show Tabata, Diamond Platnumz alikuwa yuko Tarime na Retro Tour bado inaendelea. Unaizungumziaje hiyo? Yaani mimi nasema kwamba kwa ile show tu yenyewe imemuumiza sana kichwa mkubwa kwa sababu yani sijawahi kuona tukio la yani tukio la kijana wetu anafanya show alafu watu hawajajaa. Yani matukio yake yote, fuatilia matukio yake yote yanakuwa yana nyomi. Hivi unakumbuka unaona ile show? Watu wengine wameshindwa kuingia ndani, wamezuiliwa getini na mabouncer pale ujue. Wameshindwa kuingia kwamba wanataka kutoa pesa zimekataliwa. Yani na hiyo sio show moja. Yani yule show zake nyingi huwa yani mabouncer wanakuwa ni wengi kwa sababu kwamba yani mtu anataka kulipa hela akamwangalie alafu nafasi ya kwenda kukaa hamna. Show ya Harmonize. Show za Harmonize zote ndio zinavyokuaga hivyo. Zinajaa sana. Yani zinakuwa zinajaa sana. Yani mimi kwanza nakubali kwa hilo na ndio maana nataka kwamba yani kuhusu haya mahusiano embo achana nayo kabisa kwa sababu mahusiano yanaenda kutoa kwenye njia. Sisi tunataka vitu vizuri, tunataka muziki mzuri, tunataka vitu vizuri kutoka kwako. Sasa kama hivi vitakuumiza kichwa, tutakuwa tuvipate hivyo vitu tunavyovitaka sisi. Aachane na Kajala. So aachane naye aende akambwage. So aachane naye tu peke yake, aende akambwage. Sisi tunataka shemeji ambaye tukienda kumsalimia tunamsalimia kwa Kiingereza. Kwa hiyo ambwage kabisa. Ambwage, aachane naye, mwache arudi kwenye shida zake alizozizoea, sababu ana shida zake amezizoea, alafu wewe ndio umezibeba shida zake. Hebu mwache arudi kwenye shida zake alizozizoea akapambane na shida zake. Yule dada ana shukrani, anamdharau sana na nini, na hiyo paka ameamua kuongea kwenye like ya watu. Hebu angalia, fuatilia nyuma ya pazia ni vingapi kamfanyia. Vile alivyoongea na kukuta ameongea vichache ujue. Unaweza kukuta hata asija kumwagia maji ya moto ujue. Unaweza kukuta hata mtemu mnazingwana na kutishia hata kumwagia maji au kuchoma na pasi. Hatutaki kuona kovu lolote wala hatutaki kuona ngeu yote ikakusababishwa na huyu mtu. Embo achana naye huyu mtu, sababu huyu mtu atakuumiza kichwa, utashindwa kufanya muziki wako, muziki tunaotaka sisi. Achane naye. Aende akambwage, afanye mambo yake na atupe kazi nzuri. Ndo madini tunataka sisi kutoka kwake, na akiwa na stress atashindwa kupambana. Akati kwenye muziki yeye ndo anashika namba 1 sasa hivi, anakimbiza Tanzania. Sasa ikija kutokea kama amefanya sisi, atuje kumsababisha tena huyu nani huyu akaja akakaa hapo juu. La mwisho la kuzungumza kuhusu la mahusiano ya Harmonize na Kajala nini? La mwisho la kuzungumza kuhusu Harmonize na Kajala, mahusiano yao bana. Kaka, kaa chini ufikirie kama ukiona yani ukiona mambo yaendi, punguza vitu vingine, baadhi ya vitu yani, ili tupate vitu vizuri kutoka kwako. Punguza vitu, yani sio Kajala peke yake, hata kama kuna rafiki ambaye anakuwa kama aendi sawa na punguza vitu ambavyo unaona kama vinakukwaza kwenye muziki, ili tupate muziki mzuri. Okay. Bana, ni Boss Mtoto huyo ametoa maoni yake kuhusiana na sakata ambalo linaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Harmonize baada ya kulalamika kwa mashabiki zake kwamba anafanyiwa ndivyo sivyo na mpenzi wake ambaye ni Kajala, kwamba anadharauliwa, haheshimiki, anamchukulia kama mtoto na vitu kama hivyo. Yapi maoni yako? Niandikie comment yako hapo kupitia Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok
kwa jina la Uzuri TV. Tuandikie comment yako hapo chini, tutaisoma.